Na nakumbuka mara ya kwanza nimefika, ndio mara kwanza siku ya kwanza nimefika nilikuta wanafundishwa wimbo Kama Ayala. Wa Komunyi. Na usiniambie kwamba umeusahau tena. Huwa naukumbuka. Tuimbie. Huwa naukumbuka. Nimekuta ndo wanafundishwa. Ndio wimbo wangu wa kwanza kufundishwa Kikatoliki ukiachana ile ya solo ya pamoja. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza kabisa kuifahamu. Natamani nisikie Kama Ayala. Kama Ayala? Kama Ayala aione avyo kiumito ya maji, ndivyo ninavyo kuonea kiu Mungu wangu. Aisee, safi sana. Mtazamaji, naona umeona kasauti yako kanavyovutia, kasauti kazuri kadada Vivian. Vivian, hongera sana. Kwa Kama Ayala ukawa ni wimbo wa pili katika majiundo yako ya kimuziki kwa mara ya kwanza kabisa tangu kujiunga. Ulijisikiaje sasa kuanza kuzoea yale mazingira ambayo tangu kipindi cha olevo ulikuwa hujayazoea kabisa mazingira ya uimbaji? Kwa kweli kwanza namshukuru Mungu nilipata familia mpya ya kwaya Mtakatifu Francisco Assisi TIA. Ni wakati ni kichuo sikuwa na marafiki wengi sana darasani, kwa sababu nilikuwa ni mtu wa kwenda darasani kipindi kikisha nakimbia. Kwa sikuwa na marafiki wengi wa darasani. Kama wakizidi walikuwa 4 na hizi. Kwa wengi familia kubwa nikaja nikaipata Mtakatifu Francisco. Lakini huo ukiwa ni mwaka wa pili tangu ujiunge na chuo. Ndio nikaja sasa nikapata familia kubwa baada ya kujiunga na St. Francisco. Ingawa wakati unajiunga ulikuwa kuna mtu yote ambaye mnafahamiana naye pale. Tofauti na yule aliyekuita tu bwana njoo. Zaidi ya yule dada mwenyewe tu tulikutana, nilikokuwa naishi mwanzo, alikuwa na rafiki yake pale. Anamwambia kuna Mkatoliki mwenzako hapo. Akawa ananivuta. Yeye alikuwa kiongozi wakati huo. Kondo akawa ananivuta, twende. Wakanivuta, wakaniweza, wakanipa na uongozi. Wakakuweza. Ukawa nani? Nilikuwa katibu wa tawi TMCS TIA. Unafikiri ni nini ambacho kilimfanya yule dada akuvute wewe kwenye kwaya? Inawezekana aliona Wakatoliki wengi sana ambao hawajijoin kwaya. Lakini kwako unafikiri yeye aliona nini kiasi cha kukuhamasisha kwenda kujiunga na kwaya ya chuo? Sijajua. Maana sijawahi kukaa naye hata akinisikia labda nimeimba au nifanye nini. Lakini toka nimekutana naye siku ya kwanza, alikuwa na hiyo passion ya kunivuta kwenda kwanza kipindi cha dini. Baadaye kipindi cha dini akaanza kunivuta kwenda kwaya. Na yeye alikuwa haimbi kwaya. Ila yeye alinivuta mimi kwenda kwaya. Toka mwanzo. Yaani kwa nasema utume saizi ambao ninaufanya mpaka nimefika hapa kukaa imara kabisa. Ili anaweza kaa ni chanzo. Maana bila yeye kunivuta kujivuta kuingia TMCS, mimi sidhani kama ningekuwa naimba kwaya.